أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mominin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema habari za Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu zinaendelea kuelezwa. Hija ya mwisho aliyoifanya Hazrat Usman takriban mwaka mmoja kabla ya kifo chake au kabla ya fitina kufikia kwenye kilele chake. Kwa vyovyote vile, wakati wa hija yake ya mwisho, waasi walikuwa wameanza kuleta vurugu na ufisadi, na Hazrat Amir Muawia alikuwa amejihisi tashwishi juu ya uwepo wa fitna hiyo. Al-Muslih Maud radhiyallahu anhu anasema kwamba wakati wa kurejea kutoka hija, Hazrat Muawia pia alikuja Madina, na Hazrat Usman baada ya kukaa kwa siku chache alipotaka kurejea akakutana na Hazrat Usman katika faragha na akamwomba kwamba naona fitina imezidi sana, ukiniruhusu niseme jambo moja. Hazrat Usman akasema sema tu. Hapo yeye akasema ya kwamba la kwanza, ushauri wangu ndio huu ya kuwa uende Syria pamoja nami, kwani nchini Syria ina amani ya aina zote na haina ufisadi wowote. Isije ikatokea ghafla ufisadi wa aina fulani na wakati ule tusiweze kufanya chochote. Hazrat Usman akamjibu, siwezi kuuacha ujirani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna yoyote iwayo, hata kama mwili wangu ukatwe vipande vipande. Hazrat Muawia akasema, kisha ushauri wa pili ni kwamba niruhusu nikutumie kikosi cha jeshi la Kisiria ili wakulinde, na kwa sababu ya kikosi hicho hakuna atakayeweza kuleta vurugu. Hazrat Usman akamjibu ya kwamba kwa ajili ya ulinzi wangu siwezi kuitupia mzigo Baitul Mal, wala sipendi kwamba niweke jeshi na hivyo niwaletee watu wa Madina shida na matatizo. Hapo Muawia akasema, basi pendekezo la tatu ni kwamba kwa kuwa maswahaba wapo, hivyo mafisadi wanafikiri kuwa ikiwa Osman hatakuwepo wao watamchagua mmoja wao, hivyo uwapeleke maswahaba katika nchi mbalimbali. Osman akajibu, nawezaje kufanya hivyo? Watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakusanya kwa pamoja na mimi ni watawanishe. Hapo Muawia akaanza kulia na akasema kwamba mapendekezo yanayohusu ulinzi wako ambayo nimeyaweka mbele yako, kama hukubali lolote, basi fanya hivi kwamba uwatangazie watu ya kuwa nikiuawa Muawia atakuwa na haki ya kuchukua kisasi changu. Huenda watu wakiwa na hofu hiyo wajizuie kuleta vurugu. Hazrat Usman akamjibu Muawia kwamba kilichokadiriwa kutokea kitatokea tu, siwezi kufanya hivyo kwani tabia yako ni kali, usije ukawa mkali kwa Waislamu. Hapo Hazrat Muawia akainuka huku analia na akasema kwamba naona kikao hicho ni cha mwisho
na akatoka nje na akawaambia maswahaba kwamba nyinyi ni wasaidizi wa islam. hat usman amezofika sana na fitina inaendelea kuzidi, nyinyi mumhifadhi. Akasema hayo na akaelekea nchini Syria. Hima na azma imara aliyokuwa nayo hat usman raziallahu anhu kuhusiana nayo, mujahid ameeleza ya kwamba hat usman raziallahu taala anhu akawachungulia mafisadi kutoka nyumbani kwake na akasema, eni watu wangu, msini uwe, kwani mimi ni mfalme wa zama na ni ndugu zenu muislamu. Wallahi muda wote nimejaribu kufanya usuluhishi kwa kadri niwezavyo, hata kama rai yangu ilikuwa sahihi au nilikuwa nimekosea. Kumbukeni kwamba mkiniua nyinyi hamtaweza kusali kwa pamoja, wala hamtaweza kufanya jihadi kwa pamoja, wala mali za ngawira zitaweza kugawanika kati yenu kwa uadilifu. Msimuliaji anasema wazungukao walipokataa, hat usman akasema, mimi kwa kuwapatieni kiapo cha Allah na waulizeni, je, nyinyi wakati wa kifo cha amirulmuminin hat umar ambapo mlikuwa pamoja na nyote mlikuwa mmesimama juu ya dini iliyo haki, mlikuwa hamkufanya ile dua mliyoomba kuhusu ukhalifa wangu? Sasa mnataka kusema kwamba Mwenyezi Mungu hajapokea maombi yenu, au mnataka kusema kwamba sasa Mwenyezi Mungu ameacha kuisaidia dini yake, au mnapenda kusema kwamba mimi nilikuwa nimenyang'anya ukhalifa huu kwa nguvu ya upanga na sikuupata kwa kupitia mashauriano ya Waislamu? Au mnazani kwamba mwanzoni mwa zama ya ukhalifa wangu Mwenyezi Mungu alikuwa hajui mambo yangu ambayo akaja kuyajua baadaye? Hiyo haiwezi kutokea. Mwenyezi Mungu anajua yote. Lakini waasi wakakataa kumsikia, ndipo akafanya maombi akisema, ewe Allah, uwahisabu vizuri na uwaangamizi wote, na miongoni mwa hawa usimwache yeyote. Mujahid anasema ya kwamba yeyote aliyeshiriki katika fitna hiyo Mwenyezi Mungu akawaangamiza wote. Abu Laila Kindi anasimulia kwamba nilimwona hat Usman alipokuwa amezingirwa, yeye akachungulia kutoka dari na akasema, eni watu, msini uwe, na kama nimekosea nipatieni nafasi ya kujirekebisha, na hapa kwa Mungu mkiniua hamtaweza kusali sala kwa pamoja, wala hamtaweza kuungana kwa pamoja na kupigana na maadui, na bila shaka mtahitlafiana wenyewe kwa wenyewe na nyinyi mtavurugika. Msimuliaji anasema hat Usman akaingiza vidole vyake katika vidole vingine na akawaambia kwamba kama hivi, kisha akasema, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma saleh wa ma qauma lutin minkum bibaid. Na eni watu wangu, kuni adui kusiwaelekezeni kwenye jambo lile litakalo wafanya yawasibuni kama yaliyo wasibu watu wa Nuhu au watu wa Hudi au watu wa Saleh, na watu wa Luti hawako mbali nani. Na hat Usman akamtumia hat Abdullah bin Salam ujumbe. Yeye akaja na akamuuliza hat Usman kwamba unasemaje kuhusu yote yatokayo. Hat Usman akasema, epukaneni na vita, jiepusheni na vita, kwani jambo hilo litawasaidieni zaidi kama dalili. Muhammad bin Sirin akasimulia kwamba Zaid bin Thabit Ansari akamjia hat Usman raziallahu anhu na akasema, Manswar wapo mlangoni na wanasema kwamba ikiwa unapenda sisi tuko tayari kuwa Ansarullah kwa mara ya pili. Hat Usman akasema, hapana, hatutaki vita. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Yamuddar nikamjia hat Usman nikasema, ewe Amirul Muminin, sasa naona njia iliyopo mbele yetu ni kuinua upanga tu. Hat Usman akasema, ewe Abu Hurairah, je, utapenda kuwaua watu wote na
kuniua mimi pia? Nikasema hapana. Hatusman akasema wallahi, ukimua mtu mmoja tu utakuwa umewaua wote, yaani kumua mtu mmoja ni kama kuwaua umati mzima. hata Abu Huraira anasema kwamba kisha nikarejea na sikushiriki katika vita ile. Huzur anasema kwamba imekwisha elezwa hapo kabla kwamba yeye alikuwa amesema kwamba leo ni nafasi nzuri ya kupigana vita. hata Abdullah bin Zubair anasimulia kwamba siku ambapo waasi wakaizingira nyumba ya Hatusman, nikamwomba Hatusman nikisema, ewe Amirul Muminin, upigane nao vita, kwani Mwenyezi Mungu amekuhalalishia kupigana nao vita. Hatusman akasema wallahi, kamwe sitapigana nao vita. Msimuliaji anasema hapo maafisa hadi wakaingia nyumbani kwake ilhali yeye alikuwa amefunga saumu. Hatusman alikuwa amemteua hata Abdullah bin Zubair kama msimamizi wake, na alikuwa amesema kwamba mtu apendaye kunitii amtii Abdullah bin Zubair. hata Abdullah bin Zubair anasema mimi nikamwomba Hatusman, ewe Amirul Muminin, kwa yakini unalo kundi la kukuhifadhi lililopo nyumbani kwako ambalo limesaidiwa na Allah na idadi yake ni ndogo kuliko hawa wazungukao, basi ni ruhusu kupigana vita na waasi. hata Usman akasema mimi nakupa kiapo cha Allah, au akasema kwa jina la Allah na kunasihi ya kwamba mtu yeyote asimwage damu yake kwa ajili yangu, au kwa ajili yake asimwage damu ya mtu yeyote mwingine. Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza hali ya fitna itokwayo kabla ya kifo chake na akieleza tukio la kuuawa kwake kishahidi, anasema ya kwamba kwa kuwa waasi kizwahiri walikuwa wameshapata mamlaka, wao kama hila yao ya mwisho wakamtumia Hatusman mtu mmoja na ujumbe kwamba yeye ajiuzulu na ukhalifa, kwani wao walikuwa wakielewa kwamba ikiwa yeye mwenyewe atajiuzulu basi Waislamu hawatapata nafasi ya kuwa azibu waasi. Mjumbe alipomwendea Hatusman, yeye akasema kwamba mimi hata katika zama za ujinga nimeendelea kuepukana na maovu, na katika Islam pia sijawahi kuvunja amri zake. Sasa kwa nini na kwa kosa gani niache wasifa huo ambao Mwenyezi Mungu amenijalia? Sitalivua katu joho hili ambalo Mwenyezi Mungu amenivisha. Mtu huyo kwa kusikia jibu hilo akarejea na akaja kuwaambia wenzake kwa maneno yafuatayo: wallahi, tumekamatwa vibaya, yani tumeshikwa na shida kali, na sasa hatuwezi kusalimika mpaka tumue Usman, kwani tukimua serikali itapinduka na nizamu itaharibika na tena hakuna atakaye tuhoji, lakini kumua Usman ni jambo ambalo si sahihi. Yani utatuzi wa shida zote ndio huu, lakini kumua yeye si halali. Maneno ya mtu huyo yanaangazia kuhusu tashwishi yao, bali yanaonyesha wazi kwamba hadi wakati ule Hatusman alikuwa hakuwapatia nafasi ambayo watu hawa wangeitumia kama uzuru, na mioyo yao ilikuwa ikijihisi kwamba mauaji ya Hatusman si halali katika sura na katika hali yoyote. Watu hawa walipokuwa wanapanga njama kuhusu mauaji ya Hatusman, hata Abdullah bin Salam ambaye kabla ya hajasilimu alikuwa na heshima kubwa katika kaumu yake, na Mayahudi walikuwa wakimwamini kama kiongozi na walikuwa wakimtambua kama msomi asiye na mfano wake, akaja na akasimama mlangoni akaanza kuwanasihi watu na akawakataza kumua Usman, akisema kwamba eni watu, msinioshe juu yenu upanga wa Mungu. Wallahi, mkiniosha upanga huo mtakosa nafasi ya kuuweka kwenye ala yake, kisha upanga huo utasalia nje tu na ubishi na vurugu zitaendelea kutokea baina ya Waislamu. Tumieni akili. Leo mnatawaliwa na mjeledi pekee, yani kawaida adhabu ya makosa inayotolewa ni adhabu ya mijeledi, na ikiwa mkimua mtu huyo basi shughuli za serikali zitaanza kufanywa na upanga, kisha wakosefu wadogo wadogo pia wataanza kupata adhabu ya kifo, na kutokana na makosa madogo madogo tu wataanza kuuawa. Kumbukeni kwamba wakati huu malaika ndio walinzi wa Madina. Kama mtamua mtu huyo, malaika wataondoka kutoka Madina. Faida
walioipata watu hawa kutoka nasaha yake ndiyo hii kwamba wakamdharau abdullah bin salam sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamkejeli na wakasema, ewe mwanamke myahudi, nenda ukafanye kazi yako, wewe huhusiki na mambo haya. Ni jambo la kusikitika kwamba watu hawa wakakumbuka kwamba abdullah bin salam ni mtoto wa mama myahudi, lakini wakasahau kwamba yeye alikuwa amemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutokana na imani yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemfurahia sana, na yeye katika kila shida na huzuni alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia wakasahau kwamba kiongozi wao, mpotoshaji wao na mwenye kumtaja hat ali kuwa mrisi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumleta zidi hat Uthman, abdullah bin Sabah pia alikuwa mtoto wa mwanamke myahudi, bali mwenyewe alikuwa myahudi na kizwahiri tu alikuwa anaonyesha islamu yake. hata abdullah bin salam akawasikia na akakata tamaa na kisha akawaondoka. Na watu hawa kwa kuona kwamba hawawezi kutumia mlango wa kuingia ndani ili waamue hat Uthman, kwani mlangoni wapo watu ambao wako tayari kupigana nao na kufa katika njia ya Allah, wakaamua kuvuka ukuta wa jirani yake na kuumua hat Uthman. Hivyo kwa nia hiyo watu kadhaa wakavuka ukuta wa jirani mmoja na wakaingia katika chumba chake. Walipoingia wakamkuta hat Uthman akisoma Qurani tukufu, na tangu alipokuwa amezingirwa usiku na mchana alikuwa na kazi hiyo tu ya kusoma Qurani tukufu na kuswali, na alikuwa hafanyi kazi nyingine isipokuwa kusali na kusoma Qurani tukufu. Isipokuwa ipo kazi moja aliyoifanya katika siku hizi, nayo ni kwamba kabla ya kuingia kwa watu hawa nyumbani kwake alikuwa amewateua watu wawili kama walinzi wa hazina, kwani kama inavyothibitika kuwa siku ile wakati wa usiku akamwona mtume sallallahu alaihi wasallam katika ruya, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Uthman, leo jioni ufuturu pamoja nasi. Kutokana na ruya hiyo Uthman alikuwa amejawa na yakini kwamba leo nitauawa shahidi. Basi akizingatia wajibu wake akawaamuru watu wawili kwamba wao wabaki mlangoni wa hazina na wailinde hazina, ili katika fitna na vurugu asijaribu mtu yoyote kupora mali ya jamaat. Hivyo watu hawa walipoingia ndani wakamkuta hat Uthman akisoma Qurani tukufu. Miongoni mwa washambulizi hawa mmoja alikuwa Muhammad bin Abi Bakar, na kutokana na mamlaka yao waliokuwa juu ya watu hawa alikuwa anajionea kwamba kwa kuwa yeye ni mtoto wa hata Abubakar na ana ubora fulani, hivyo katika shughuli zote alikuwa anajaribu kuwa mbele kuliko wengine. Yeye akasogea mbele na akashika ndevu ya hat Uthman na akaivuta kwa nguvu. hat Uthman hakunena lolote isipokuwa akasema, ewe mwana wa ndugu yangu, ikiwa baba yako yani hata Abubakar angekuwepo saizi wewe usingefanya hivyo. Imekuwaje? Je, kwa ajili ya Allah umenikasirika? Je, kwa ajili ya Allah umenikasirikia? Umekasirika juu yangu kwani na kuambia kwamba timiza haki za Mungu, na kuambia kwamba utimize haki za Allah tu. Hapo Muhammad bin Abi Bakar akajisikia majuto na akarejea, lakini mtu wa pili akabaki kule kule. Na kwa kuwa usiku ule habari ya jeshi la Basra ya kuingia katika Madina ilikuwa imefika tayari, na nafasi hii ilikuwa nafasi ya mwisho kwa mafisadi, hivyo watu hawa wakaamua kwamba bila kutimiza matakwa yao hawatarejea. Na mmoja wao akaja mbele na kwa nondo fulani ya chuma akampiga hat Uthman kichwani mwake, na kisha Qurani tukufu iliyokuwa mbele ya hat Uthman akaitupa mbali na mguu wake. Ile Qurani tukufu ikadondoka na ikaja karibu ya hat Uthman, na matone ya damu yakatoka kichwani mwake na yakadondoka juu ya Qurani tukufu. Tukio hilo likafichua na kuondoa pazia la uchamungu na uaminifu wa watu hawa ambalo walikuwa wamejifunika. Aya ambayo damu ya hat Uthman ikadondoka juu yake ilikuwa bishara moja azim ambayo ikaja kutimia kwa shani yake ya ajabu katika wakati wake,
kwamba mtu aliyekuwa mgumu wa moyo hata yeye kwa kuona maneno yake yaliyoloa na damu akafumba macho yake kwa hofu, na aya ile ilikuwa hivi: fasayakfika humullahu wahuwa samiun alim, mwenyezi mungu na bila shaka allah atakutosheleza kwao, naye ni mwenye kusikia na kujua. Kisha mtu mwingine aitwaye sodan akaja mbele na akajaribu kumshambulia kwa upanga, akamvamia hatusman akazuia kwa mkono wake na mkono wake ukakatika. Hapo hatusman akasema, wallahi huo ni mkono ambao kwa mara ya kwanza ulikuwa umeandika Qurani tukufu. Kisha mtu huyo akamvamia kwa mara ya pili, na safari hii mkewe naila akaja katikati, lakini mjeuri huyo hakusita kumshambulia mwanamke na akamvamia na vidole vya mkewe vikakatika na mkono wake. Kisha akamshambulia hatusman kwa mara ya tatu na akamjeruhi vibaya. Kisha mkatili huyo akifikiri kwamba bado hajafa asije akanusurika. Wakati huo hatusman kutokana na majeraha yake alipokuwa ameshazimia, na kwa sababu ya machungu ya maumivu alikuwa anatetemeka, yeye akashika koo yake na akaanza kumkaba, na hakumwacha hadi roho yake ikimwacha mwili wake na kusema labaka kwa mwaliko wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ikatangulia mbele ya haki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwanzoni mke wa Uthman kutokana na hofu hakuweza kutamka lolote. Kisha akawaita watu, na watu waliokuwa wamekaa mlangoni wakamkimbilia, lakini sasa ilikuwa bure tu. Mtumwa mmoja aliyeachwa huru na Uthman akaona upanga ulioloa na damu mkononi mwa sodan ambaye alikuwa amemua Uthman. Mtumwa huyo akasonga mbele na akakata kichwa cha sodan. Hapo mtu mmoja kutoka wenzake, yani kutoka mafisadi, akamua mtumwa huyo. Sasa ukhalifa ulikuwa umekwisha. Watu wa Madina wakakata tamaa na wakaenda kukaa majumbani. Mafisadi wakamua Hatusman, kisha wakaanza kuwanyanyasa watu wa nyumbani. Mke wa Hatusman akajaribu kukwepa. Ndipo wakati wa kuondoka kwake, mtu mmoja mwenye bahati mbaya akatamka maneno machafu zidi yake. Bila shaka kwa ajili ya mtu aliye na haya, hata kama awe mfuasi wa dini yoyote, inakuwa vigumu kwake kuamini kwamba katika hali hii ambapo sahaba wa zamani wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mwanamke wake ambaye alikuwa mfalme wa dunia ya Kiislam na alikuwa khalifa wa zama, muda si muda wamemua mtu huyo, na kisha wawe wamesema maneno machafu ya namna hiyo zidi ya mke wake. Lakini wao walikuwa wamezidi katika maasi yao kiasi kwamba kila kitu kilikuwa kinawezekana. Watu hawa hawakuwa na nia njema, wala kundi lao lilikuwa na watu wema. Miongoni mwao baadhi yao walikuwa wamepotoshwa na Myahudi Abdullah bin Sabah na njama zake. Wengine walikuwa wanapendelea socialism bali bolshevism. Wengine walikuwa wakosefu waliopewa adhabu na sasa walitaka kulipiza kisasi. Wengine walikuwa wanyang'anyi na majambazi ambao walikuwa wanatafuta maslahi zake. Basi matendo yao haya tushangazi, bali watu hawa ikiwa wasingefanya hivyo, labda kungekuwa na nafasi ya kushangaa. Khalifa mtukufu anasema kwamba watu hawa walipokuwa wakipora mali, mtumwa mmoja aliyeachwa na Hatusman akasikia kelele za watu wa nyumbani ya Hatusman. Yeye hakuweza kujizuia na akamshambulia mtu ambaye alikuwa amemua mtumwa wa kwanza. Hapo watu hawa wakamua mtu huyo na wakanyang'anya dhahabu kutoka
kina mama na wakifanya zihaka wakatoka nje na wakaondoka. Musleh Maud raziallahu anhu akieleza hulka mbaya za wauaji hawa anasema sehemu fulani ya kwamba wao wakafanya nini, wakamua Hatusman, na alipokuwa anashituka katika damu, wauaji hawa walikuwa wanamkashifu mkewe na walikuwa wanamdharau na kumkejeli kwa kutumia maneno machafu. Kisha wakafanya kazi mbaya zaidi na wakazidi katika maasi yao na wakamtukana hat Aisha raziallahu anha. Al-Musleh Maud raziallahu anhu anasema kwamba ninaposikia mambo hayo mimi najisemea kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia daraja kubwa sana nami najivunia juu yake, lakini moyo wangu unatamani kwamba lau kama ningekuwepo wakati ule na saa hizi nisingekuwepo, mimi ningewakata mafisadi hawa vipande vipande. Mafisadi walikuwa wamevuka mipaka yote na walikuwa wanamkashifu hat Aisha na wakaendelea kutamka maneno machafu zidi ya Bi Aisha raziallahu anha. Musleh Maud raziallahu anhu anasema ya kwamba matukio yatokayo kwa hat Usman yanaangazia kwamba hat Usman hakupata hofu yoyote kutoka matukio haya, kwamba wao watamtendea kwa namna gani. Historia inathibitisha kwamba waasi walipoiteka Madina, kabla ya swala walikuwa wanasambaa katika msikiti mzima na walikuwa wakiwakalisha watu wa Madina katika sehemu tofauti tofauti ili wao wasiweze kuungana kwa pamoja na kupigana nao. Lakini licha ya kupatikana kwa taharuki, vurugu na ufisadi, Hatusman alikuwa akija misikitini kuswali akiwa peke yake na alikuwa hana hofu yoyote, na akaendelea kuja mpaka watu wakamkataza. Pale fitna ilipozidi sana na mafisadi wakaivamia nyumba ya Hatusman badala ya kuwatumia maswahaba ili waje kumlinda na waje kulinda nyumba yake, akawapa kiapo cha Allah na akawaambia kwamba wao kwa ajili ya kumlinda yeye wasijiingize katika hatari na warudi majumbani mwao. Je, mtu mwenye hofu ya kuuawa shahidi anaweza kufanya hivyo na anaweza kuwaambia watu kwamba musiwe na wasiwasi juu yangu, bali nendeni majumbani mwenu? Ni wazi kwamba Hatusman hakuwa na hofu yoyote ya kuuawa shahidi. Kisha upo ushahidi mwingine wa jambo hili kwamba Hatusman hakuwa na hofu yoyote na matukio haya, kama ilivyokuwa imeelezwa mwanzoni mwa hutuba ya kwamba katika zama hizi za fitina, safari moja hat Muawiya akaja kufanya hija. Kabla hajaondoka kurejea Siria, akaja Madina kukutana Hatusman, akamwomba kwamba twende Siria, huko utakuwa na amani na fitina, huko utakuwa na amani na fitina hizi. Hat Usman akasema, Muawiya, siwezi kutanguliza kitu chochote kingine juu ya ujirani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasema, kama hulikubali jambo hilo, basi na kutumia jeshi la Kisiria ili wakulinde. Hat Usman akasema, mimi kwa kuweka jeshi la kunilinda sipendi kuwapunguzia Waislamu riziki yao. Hat Muawiya akasema, ewe Amirul Mu'minin, watu watakuua kwa udanganifu au yawezekana kwamba wapigane vita zidi yako. Hat Usman akasema, mimi sijali hayo, Mungu wangu ananitosha. Kisha yeye akasema, kama hukubali hayo yote, basi tafadhali fanya hivi kwamba mafisadi wanafikira kuhusu maswahaba wakubwa na wanazani kwamba wao watachukua wajibu wako baada ya kifo chako, hivyo wao wakitaja majina yao wanawadanganya watu wengine. Wewe uwapeleke nje ya Madina na uwasambaze katika nchi za nje. Kwa njia hiyo waasi watashindwa katika njama zao na watazani kwamba sasa
kukuadui kutawasaidiaje ilhali katika madina hakuna mwingine atakayesimamia mambo yako. Lakini hat usman akakataa kukubali na akasema kwamba siwezi kuwafukuza watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewakusanya kwa pamoja. hat muavia kwa kusikia hayo akaanza kulia na akasema kwamba kama hukubali yote basi tafadhali uwatangazie watu kwamba muavia atachukua kisasi cha damu yangu. hat usman akasema muavia una tabia kali, naogopa kwamba usije ukawatesa waislamu, hivyo siwezi kutangaza hivi. Sasa kusema wanasema kwamba hat usman alikuwa dhaifu wa moyo, lakini nini wenyewe muniambie kwamba ujasiri wa aina hiyo ni watu wangapi wawezao kuionyesha? Na je, mbele ya matukio hayo inaweza kusemwa kwamba kulikuwa na hofu yote moyoni mwake? Ikiwa angekuwa na hofu yoyote angesema kwamba wewe nitumie kikosi cha jeshi ili waje kunilinda, mimi nitawalipa mishahara. Na kama angekuwa na hofu angetangaza kwamba mtu yote akinishambulia asikie tu kwamba Muavia atalipiza kisasi changu. Lakini hakusema lolote isipokuwa akasema, Muavia, tabia yako ni kali, naogopa kwamba kama nikikupa hiari usije ukawatesa Waislamu. Kisha maadui walipovuka ukuta na wakamshambulia yeye, bila kuwa na hofu yote akaendelea kusoma Qurani tukufu hadi mwana mmoja hat Abubakar, Mungu amsamehe, akaja mbele na akashika ndevu ya hat usman na akaivuta kwa nguvu. hat usman akamwona na akasema kwamba ewe mwana wa ndugu yangu, wakati huu ikiwa angekuwepo baba yako, wewe usingeweza kufanya hivyo. Kwa kusikia hayo mwili wake ukaanza kutetemeka, naye akajisikia majuto na akarejea. Kisha akaja mtu mwingine, naye akampiga hat usman na nondo juu ya kichwa chake, na akaja mwingine aliyemua na upanga wake. Akaja mwingine ambaye akamua na upanga wake. Kwa kusoma matukio hayo, ni nani awezaye kusema kwamba hat usman alikuwa amepata hofu yoyote? Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema ya kwamba Masihi Maud alayhi salam alikuja kama walivyokuja hat Nuh, hat Ibrahim, hat Daud, hat Suleiman na manabii wengine. Na baada yake silsila ya ukhalifa ikaanza kama ilivyokuwa imeanza baada ya manabii waliotangulia. Kama tuangalie kwa akili na tujaribu kuutambua uhakika wake, tutaweza kujua kwamba silsila hiyo ni azimu yenye shani, yani silsila ya ukhalifa ni silsila azim yenye shani. Bali nasema kwamba ikiwa kwa ajili ya kuistawisha silsila hiyo vizazi 10,000 watolewe kama zabihu, hilo litakuwa jambo dogo tu. Mimi sijui kuhusu wengine, lakini kwa uchache kuhusu nafsi yangu najua kwamba baada ya kusoma historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ninapoangalia masaibu yaliyomkabili hat Usman radhiyallahu anhu, na upande mwingine naangalia ile nuru na ruhania ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kuzalisha ndani mwake, basi nasema kwamba kama ningekuwa na vizazi 10,000 katika dunia hii na wote wangeuawa kwa pamoja, na kutokana na zabihu yao fitna hiyo ingeweza kuondoka, basi nafahamu kwamba hiyo ingekuwa biashara ya kutoa chawa na kununua tembo. Yani biashara hiyo ingekuwa rahisi na nafuu mno. Kwa hakika thamani ya kitu fulani tunakuja kujua na kuelewa baadaye kwamba thamani yake ni nini. Na baada ya shahada ya Uthman watu wakaja kujua kwamba wakaweza kujua kwamba ukhalifa una umuhimu gani. Hat Musleh Maud anasema kwamba baada ya hat Umar, jicho la maswahaba wote likamtambua hat Uthman aliye na haki ya kuwa khalifa, na yeye kwa mujibu wa mashauriano ya maswahaba wakubwa akachaguliwa kwa ajili ya kazi hii. Yeye alikuwa mwanamke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mabinti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja baada ya mwingine wakaolewa naye. Na binti wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kama ningekuwa na binti mwingine hata naye pia ningemwoza na Uthman. Hiyo inaangazia kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Uthman alikuwa na daraja gani. Yeye alikuwa na heshima
na umaarufu mkubwa katika watu wa makka, na wakati ule sawa na nchi ya uarabuni alikuwa mtu tajiri. hata abubakar raziallahu anhu baada ya kusilimu watu ambao alikuwa amewachagua kwa ajili ya mahubiri, hata usman alikuwa mmoja wao, na dhana yake haikuwa batili, bali kutokana na mahubiri yake kwa siku chache tu hata usman akakubali islam, na hivyo akashiriki katika kundi la watu waliotangulia kusilimu ambao qurani tukufu inaeleza sifa zao kwa maneno mazuri. heshima aliyokuwa nayo uarabuni, habari zake zinapata kueleweka kutoka tukio hili kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa ruya yake akaja makka, na watu wa makka kutokana na ubaguzi na kinyongo hawakumruhusu kuingia makka kufanya umra. Ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akapendelea kwamba mtu fulani mwenye heshima atumwe kwa watu wa makka ili aongee nao, na kwa ajili ya kazi hiyo akamchagua hat umar. hat umar akasema, ya rasulullah, niko tayari kwenda, lakini ikiwa kuna mtu awezaye kuongea na watu wa makka basi yeye ni hat usman, kwani yeye ana heshima na taazima katika watu wa makka. basi ikiwa akienda mtu mwingine labda hatutapata mafanikio makubwa, lakini hat usman akienda upo uwezekano wa kupata mafanikio zaidi. mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali pendekezo lake na akamtuma hat usman. tukio hilo linaonyesha wazi kwamba hat usman alikuwa na heshima na taazima kubwa katika watu wa makka. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamheshimu sana. safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala, hata abubakar akaja na mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kujilaza, kisha akaja hat umar na mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kubaki katika hali ile ile. kisha hat usman raziallahu anhu akaja, ndipo mtume saa salam mara moja akainuka na kujiweka sawa na akasema kwamba tabia ya hat usman ina haya nyingi, hivyo mimi nafanya hivyo ili niweze kuzingatia hisia zake. hat usman alikuwa mmoja wa wale wachache ambao kabla ya kusilimu walikuwa hawakunywa pombe wala hawakukaribia uzinzi, na hizo ni sifa ambazo katika nchi ya uarabuni ambapo kunywa pombe na kufanya uzinzi kulikuwa shughuli za kawaida tu, zilikuwa zinapatikana katika watu wachache tu kabla ya islam. ilmuradi yeye hakuwa mtu wa kawaida na alikuwa na kiwango cha juu katika hulka azim. katika heshima ya kidunia alikuwa maarufu sana na alikuwa ametangulia kusilimu, na mtume saa salam alikuwa amemfurahia mno. hat umar alikuwa amemhisabu katika watu 6 ambao mtume saa salam alikuwa amewarizia wakati wa kifo chake, na alikuwa miongoni mwa masahaba 10 ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewatolea bishara ya kuingia peponi katika uhai wao. kuhusu siku ya kuuawa shahidi kwa hat usman inasemwa kwamba hat usman akauawa shahidi siku ya ijumaa 17 au 18 zulhijja mwaka 65 hijra, sawa na abu usman nahdi. kifo cha hat usman kikatokea katika siku za katikati za tashrik, yani 12 zulhijja, ilhali sawa na ibn ishaka tukio la kuuawa shahidi la hat usman likatokea baada ya miaka 11 miezi 11 na siku 22 ya tukio la shahada ya hat umar, na zama hiyo ikatokea baada ya miaka 25 na kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. sawa na riwaya nyingine hat abdullah bin amr bin usman anasimulia kwamba hat usman siku ya ijumaa 18 zulhijja mwaka 66 hijra akiwa na umri wa miaka 82 akapata shahada. wakati wa kifo chake alikuwa amefunga saumu. sawa na abu mashar, wakati wa shahada umri wake ulikuwa miaka 75. kuhusu mazishi yake inasemwa kwamba niar bin mukram anasema kwamba usiku wa jumamosi katikati ya sala ya maghribi na isha watu 4 wakabeba maiti ya hat usman, yani mimi, jubair bin mutam, hakim bin hizam na abu juhum bin huzaifa. hat jubair bin mutam akasalisha sala ya jeneza
na muavia akaunga mkono na jambo hilo kwamba hawa ndio wanne waliokuwa wameingia katika kaburi lake. sawa na riwaya moja, Jubair bin Mutam akiwa na watu 16 akasalisha sala ya jeneza ya Uthman. Alama ibn Saad anasema kwamba riwaya ya kwanza ni sahihi zaidi inayoeleza habari ya watu wanne. Abdullah bin Amr bin Osman anasimulia kwamba Uthman usiku wa Jumamosi katika muda wa magharibi na isha akazikwa katika eneo la Hashkokab. Rabi bin Malik anasimulia kutoka kwa babake kwamba watu walikuwa wanatamani kwamba wawazike wafu wao katika eneo la Hashkokab. Hash maana yake ni bustani ndogo, na Kokab alikuwa ansari mmoja ambaye alikuwa mliki wa bustani hiyo, na eneo hilo lilikuwa karibu sana na Jannatul Baqi. Uthman bin Affan alikuwa akisema kwamba hivi karibuni mtu mmoja mwema atakufa na atazikwa katika eneo la Hashkokab na watu watamfuata. Malik bin Abu Amir anasema kwamba Uthman alikuwa mtu wa kwanza kuzikwa humo. Kuhusu mazishi ya Uthman, riwaya moja inasema kwamba mafisadi kwa siku 3 hawakutoa ruhusa ya kumzika Uthman radhiyallahu anhu. Waasi na mafisadi kwa siku 3 hawakutoa ruhusa ya kumzika Uthman radhiyallahu anhu. Hivyo historia ya Tabri inasema kwamba Abu Bashir Abdi akasema ya kuwa maiti ya Uthman ikasalia nje bila kuoshwa na kuvishwa sanda kwa siku 3 na mazishi yake hayakufanywa. Kisha Hakim bin Hizam na Jubair bin Mutam wakaongea na Ali kuhusu mazishi yake ili yeye achukue ruksa ya kumzika kutoka kwa familia yake. Hivyo Ali akafanya hivyo na wakamruhusu Ali. Mafisadi walipopata taarifa hiyo wakakaa njiani wakiwa wamebeba mawe, na watu wachache wa familia ya Uthman wakatoka na jeneza yake. Watu hawa walikuwa na nia ya kwenda katika eneo moja la Madina ambalo lilikuwa linaitwa Hashekokab, na Mayahudi walikuwa wanawazika wafu wao katika ardhi hiyo. Jeneza ya Uthman ilipoletwa nje, mafisadi waliokuwa wamekaa njiani wakarusha mawe juu yake na wakajaribu kuangusha maiti yake. Habari hiyo ilipomfikia Ali, yeye akawatumia ujumbe akasema kwamba wasifanye hivyo. Hapo watu hawa wakajizuia. Jeneza ikaletwa na Uthman akazikwa katika eneo la Hashkokab. Katika utawala wa Amir Muawia, yeye akatoa amri kwamba ukuta huo wa eneo hilo ubomolewe mpaka eneo hilo liwe sehemu ya Jannatul Baqi, naye akawaamrisha watu kwamba wao wawazike wafu wao karibu na kaburi la Uthman hadi eneo hilo likaenda kuungana na makaburi ya Waislamu. Vitabu vingine vya historia vinasema kwamba Uthman mwenyewe alikuwa amenunua ardhi hiyo na alikuwa ameijumuisha katika Jannatul Baqi. Huzur amesema kwamba bado habari zake chache zimebaki, nitazieleza katika siku za usoni inshallah. Muda huu ningependa kueleza kuhusu baadhi ya marehemu ambao nitasalisha sala ya jeneza yao. Marehemu wa kwanza ni Maulvi Muhammad Idris Tira Sahib, mbashiri wa jumuiya ya Ivory Coast, ambaye usiku wa Februari 27-28 baada ya kuugua kwa muda mfupi akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa raia wa Ivory Coast na baada ya kusoma masomo ya msingi alikuwa amehamia Burkina Faso. Pamoja na kupata masomo ya kidunia akapata umahiri katika lugha ya Kiarabu. Miaka ya 60 akakubali jumuiya. Mwaka 1983 akaenda Pakistan kwa furaha, ambapo baada ya kusoma katika Jamia Ahmadi Rabwa akapata bahati ya kuitumikia jumuiya nchini Ivory Coast. Baada ya kuitumikia jumuiya nchini Ghana na kisha Burkina Faso, Septemba 2007 akaanza kutoa huduma za kidini nchini Ivory Coast. Marehemu alikuwa Musi. Tukio la Pakistan ambalo amelieleza mwenyewe ni lenye kusisimua imani. Pesa yote aliyokuwa nayo akaitumia na kununua tiketi ya ndege na akafika Pakistan, lakini alikuwa hakutoa taarifa ya ujio wake katika jamaati ya Pakistan. Akafika huko na akatoka nje ya uwanja wa ndege. Alikuwa na wasiwasi nyingi, ndipo akamwona mtu mmoja ambaye
akaja kwake na akamuuliza kwamba umetoka wapi na unakwenda wapi. Alikuwa hajui kiingereza wala kiurdu, hivyo akajaribu kumfahamisha kwa kutumia maneno machache ya Kiarabu, na mtu huyo akampokea na kumleta Ahmadiyya Hall Karachi. Kisha mtu huyo akamwambia marehemu kwamba usiku mke wangu alikuwa ameona ndoto kwamba kuna mgeni wa nje ambaye amekuja na wewe umemleta. Hivyo yeye akasema kwamba mimi nikaja airport na nilipoona kwamba wewe umetoka nje ya ndege na umesimama ukiwa na wasiwasi, nikaelewa kwamba huyu ndiye yule mgeni ambaye mke wangu alikuwa amemwona katika ruya yake. Hivyo Mwenyezi Mungu akamwandalia hivi mambo yote, na marehemu alikuwa akisimulia tukio hilo na alikuwa anasema kwamba nikaendelea kufanya maombi katika safari yangu, na wakati ule nilipokuwa nimesimama nikiwa peke yangu kwenye airport, na huo ni muujiza wa dua kwamba Mwenyezi Mungu akaniandalia mambo yote. Na usiku mmoja kabla Mwenyezi Mungu akamwonyesha mke wa mwanajumuiya kwamba mgeni atakuja. Kyum Pasha Saheb ambaye ni mbashiri mkuu wa Ivory Coast anasema kwamba miaka mitatu tulifanya kazi kwa pamoja nchini Burkina Faso, kisha tukapata bahati ya kufanya kazi kwa pamoja nchini Ivory Coast. Marehemu alikuwa anampenda sana Hazrat Masih Maud na jumuiya yake. Alikuwa na imani kubwa na alikuwa mwenye kufanya ibada, mpole, mwenye kuwasaidia watu. Alikuwa akiwalea watoto mayatima na alikuwa akilipa matumizi yote. Katika mahubiri ya dini alikuwa katika mstari wa mbele. Kuwa karimu wageni ilikuwa sifa yake mahsus. Alikuwa na njia nzuri ya kufanya mahubiri na alikuwa na elimu kubwa, njia iliyokuwa ikiwavutia watu wengi na watu walikuwa wanamsikiliza kwa makini. Alikuwa mwenye kusali sala ya tahajudi na ndoto zake zilikuwa zikitimia. Sadiq Jayalu Saheb, mwalimu wa Ivory Coast, anasema kwamba Maulvi Idris Saheb alikuwa anaipenda sana jamaat na ukhalifa, na muda wote alikuwa tayari kujitolea katika njia ya Allah. Anasema sijawahi kumwona mtu mwingine katika Ivory Coast mwenye kuipenda jamaat zaidi kuliko yeye. Alipokuwa akiulizwa kuhusu uraia wake, alikuwa anasema kwamba mimi si Mwafrika wala mzungu wala sina uraia wangu wowote, bali uraia wangu ni utambulisho wangu ambao ni Ahmadiyya. Alikuwa miongoni mwa wanajumuiya wa zamani wa Ivory Coast. Basi Saheb, mbashiri wa Ivory Coast, anaandika kwamba muda wote alikuwa akiwa nasihi watu kushikamana na ukhalifa, na alikuwa akisema kwamba baraka zote nilizozipata nimepata kwa kupitia ukhalifa. Alikuwa na elimu na ujuzi mkubwa lugha ya Kijalu ambayo ilikuwa lugha yake. Pamoja na lugha hiyo alikuwa mahiri katika lugha za Kifaransa, Kiarabu na Kiurdu. Alikuwa mahiri wa elimu ya maswala ya kidini na mhaziri hodari. Alikuwa anafanya mijadala na maulama wa Kiwahabi. Mwanajumuiya mmoja Abdullah Saheb akieleza hali ya mjadala wa San Pedro anasema kwamba tukafika misikitini wa Wahabi na masharti ya mjadala yakawekwa kwamba hoja zote zitatolewa kutoka Qurani tukufu. Kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni mjadala ukaendelea, na Maulvi Saheb akatoa hoja na dalili ambazo mpinzani hakuweza kuvunja hoja zake, na akalazimika kukiri kwamba yeye ameshindwa na jumuiya ikapata ushindi. Kisha anasema kwamba marehemu alikuwa kama awe maktaba ya elimu na hoja na dalili mbalimbali pamoja na aya na hadisi. Kila kitu kilikuwa kichwani mwake, na kisha iwe kumbukumbu ya lugha yoyote alikuwa mara moja alikuwa anatoa kumbukumbu ile. Alikuwa anasema kwamba dua ndiyo silaha yake, na alikuwa akiwa nasihi wengine kufanya dua. Ana mabinti 4 na kijana mmoja. Mwenyezi Mungu awajalie washikamane vizuri na jumuiya na awajalie fadhila zake. Mwenyezi Mungu amghufirie marehemu na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake wapate fadhila ya Allah, na Mwenyezi Mungu amghufirie marehemu na ampandishe katika daraja. Jeneza ya pili ni ya Bi Amina Naiga Kare Sahiba.
ambaye alikuwa mke wa Muhammad Ali Kaire, amiri na mbashiri mkuu wa Uganda. Februari 20 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mnyenyekevu, msomi na mwanamke shujaa. Mume wake Bwana Kaire Saheb anasema kwamba sababu makhsus ya mafanikio yangu niliyopata katika maisha yangu ni mke wangu. Alikuwa Mganda, lakini alikuwa na ikhlasi na unyofu mkubwa. Anasema wakati wa harusi yetu umri wake ulikuwa miaka 19. Alikuwa hajui kusoma Qurani tukufu, lakini kutokana na juhudi na shauku yake akajifunza kusoma Qurani tukufu na alikuwa anafanya tafakur juu ya maana zake. Akapata bahati ya kuitumikia jamaat katika nyazifa mbalimbali. Mwaka 2005 akateuliwa kuwa sadr lajna taifa. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Mara 2 akafunguliwa kesi za uongo na akalazimika kukaa gerezani. Yeye alikuwa hana hatia, kesi zilikuwa zimefunguliwa dhidi yake, hivyo akalazimika kukaa gerezani. Katika suala la malezi alikuwa mfano wa kuigwa kwa wengine. Alikuwa anatoa majibu ya shutuma zinazoletwa dhidi ya jumuiya kwa ushujaa mkubwa. Binti yake anasema kwamba mama yangu katika kila hali ya afya na maradhi alikuwa akiswali swala kwa wakati. Kila mwaka alikuwa anakaa itikaf. Alikuwa na sifa ya kuvumilia shutuma mbalimbali ziletowazo dhidi ya zati yake, lakini alikuwa havumilii shutuma yoyote dhidi ya dini. Akapata nafasi ya kuitumikia nchi yake katika majukwaa mbalimbali ya kisiasa. Marehemu alikuwa musi. Ameacha nyuma yake mume wake na watoto 6 ambao 2 ni wabashiri. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Nuhi Kazak Saheb wa Syria, ambaye Desemba 10 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa na umri wa miaka 48. Mwaka 1928 familia yake ikapokea jamaat, ambapo Hazrat Maulana Jalaluddin Shams Saheb akitoka Dimashq akaenda Haifa. Mwanajumuiya wa kwanza wa Haifa alikuwa mheshimiwa Rashid Baqis Basti Saheb, ambaye kutokana na mahubiri yake babu wa baba yake aitwaye Ali Saleh Kazak Saheb na ndugu yake Muhammad Kazak Saheb, ambaye alikuwa baba wa Twaha Kazak Saheb, rais wa zamani wa jumuiya ya Urdun, akafanya bayati pamoja na familia yake. Baadaye kutokana na upatikanaji wa Israel, familia yake ikahamia Dimashq. Marehemu alikuwa mwanajumuiya mwaminifu. Alikuwa na sifa za kuswali kwa wakati, kutoa michango na mwenye kuupenda ukhalifa, na muda wote alikuwa katika mstari wa mbele katika kutoa huduma mbalimbali za dini. Alikuwa akiwasaidia wengine na alikuwa anawahurumia wote. Marehemu ameacha nyuma wajane 2 na mabinti 3. Mabinti 2 ni katika mpango wa wakfu nao. Wasi Muhammad Saheb, rais wa jamaat, anasema kwamba marehemu kila alipokuwa akiambiwa kazi yoyote, hasa kuwafikisha mahospitalini wagonjwa na wajeruhi, marehemu alikuwa anaonyesha utii kamili. Kutokana na hali ya nchi alikuwa anatoa huduma mbalimbali. Vivyo hivyo alikuwa anawasaidia wajumbe wa majlisi ya amila katika safari zao. Tulikuwa tumemnunulia gari ambayo alikuwa anaitumia kwa ajili yake. Alikuwa akitoa michango yote kwa wakati na alikuwa anatoa huduma za kidini kwa bashasha na kwa furaha. Alikuwa anatoa michango yote kwa wakati, na hata katika mwaka wa mwisho alikuwa amezidi sana katika kujitolea. Alikuwa anawasaidia wanajumuiya wenye hali duni. Anasema kwamba marehemu kutokana na sifa zake za kukaa kimya na kufanya kazi kwa ikhilasi na kutoa huduma za ubinadamu amewaachia wote athari njema sana. Mke wa marehemu Bi Khadija Ali anasema kwamba mume wangu kwa fadhila ya Allah alikuwa mwanajumuiya mwaminifu. Alikuwa anaipenda sana jamaat na alikuwa anajisikia faraja kwa kuwasaidia wengine. Katika shughuli za nyumbani alikuwa ananisaidia. Alikuwa akiwapenda mabinti zake na alikuwa anajali sana malezi yao. Alikuwa na tabia ya kukaa pamoja na mabinti zake na alikuwa anawasimulia habari mbalimbali za jamaat. Kwa fadhila ya Allah, mwaka wa mwisho wa maisha yake akaupitisha katika kuitumikia jamaat na alikuwa anafurahia kwa hilo.
yupo binamu yake bwana akram salman ambaye kwa kumpitia marehemu alikuwa amepokea jamaat. Anasema sisi ni mashahidi juu ya hulka njema za marehemu. Licha ya kuwa na hali duni, hali ya chini kiuchumi, muda wote alikuwa akiwasaidia jamaa zake walio maskini. Anasema sifa yake ambayo ikani asiri sana ni kwamba safari moja marehemu akapata ajira nzuri, na kwa sababu ya ile ajira akalipa mikopo yote. Baadaye yeye badala ya kukusanya mali akalipa mikopo ya mama zangu wadogo, na alikuwa anasema kwamba kwa kuwa mimi nina afya nzuri na sina mikopo, hivyo mimi ni tajiri na napenda kutumia mali inayozidi kuliko mahitaji yangu juu ya watu maskini. Anasema hilo likanifariji sana, kwani sijawahi kumwona mtu mwingine kama mfano wake katika maisha yangu. Kisha anasema sisi tulipofanya baiati, marehemu alikuwa anazingatia sana malezi yetu na alikuwa anatusimulia masimulizi mbalimbali ili tuweze kujinufaisha na baraka za ukhalifa, na kwa kweli tukazidi katika mapenzi na ukhalifa. Ndugu yake Motaz Kazak Saheb ambaye ni mwalimu wa jamia Canada anasema kwamba marehemu ndugu yangu alikuwa mwanajumuiya mwaminifu sana mwenye kuupenda ukhalifa. Japokuwa mababu zetu walikuwa wanajumuiya, lakini tulikuwa hatuna habari ya jamaat. Ndugu yangu kwa ajili ya kushiriki katika mazishi ya babu yetu Khizr Kazak Saheb akatoka Halb na kwenda Dimashq, ambapo akakutana na wana jamaat na akapata taarifa ya jamaat. Aliporejea nikamwona akilia katika sijda. Kwa kuona mabadiliko hayo nikashangaa, nikamuuliza sababu zake, naye akaniambia kuhusu jamaat. Kisha anasema kwamba nikafanya tahqiq zaidi. Mwanzoni walikuwa Waahmadia kwa jina tu. Kisha anasema kwamba nikasoma kuhusu jamaat na baada ya kuona ruya moja nikajiunga na jamaat. Anasema ndugu yangu ana mchango mkubwa katika hatua yangu ya kujiunga na jamaat. Marehemu alikuwa na shauku ya mahubiri na alikuwa anamuombea sana khalifa wa zama. Alikuwa musi. Marehemu alikuwa anafanya mahubiri na alikuwa anafanya maombi mengi kwa ajili ya khalifa wa zama. Alikuwa amejiunga na nizamu ya wasia. Marehemu alikuwa amejua kwamba kifo chake ni karibu, na siku chache kabla alikuwa amewaeleza habari hiyo kwa mama na wake zake. Jeneza inayofuata ni ya Bi Farhat Nasim Sahiba ambaye alikuwa mke wa mheshimiwa Muhammad Ibrahim Saheb maarufu kama Mwalimu Sarchuri Saheb. 26 Desemba akiwa na umri wa miaka 86 akafariki dunia. Inna lillahi wa rajiun. Baba yake Hazrat Mia Ilmdin Saheb na babu yake Hazrat Mia Qutbuddin Saheb walitokana na Lodi Nangal, wilaya Gurdaspur. Walikuwa masahaba wa Masihi Maud alayhi salam. Marehemu alikuwa na sifa chungu nzima, mwenye kuswali sala 5 na tahajudi, na alikuwa na sifa ya kufanya subira, kushukuru, kuomba dua, akiwa na tabia ya upole, mwenye kuwahurumia maskini na kuupenda ukhalifa. Alikuwa akishiriki katika mipango mbalimbali ya kujitolea michango, na mara kadhaa akapata bahati ya kutoa dhahabu yake katika michango. Marehemu alikuwa musi, ameacha nyuma watoto 3 na mabinti 3 na wajukuu wengi. Wajukuu zake wawili ni wabashiri wa jamaat na kijana mmoja pia ni mbashiri wa jumuiya. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu, awaghofirie na awarehemu marehemu wote na awapandishe katika daraja. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله